Mimi nilikuwa mtetezi mkubwa wa maridhiano, kwa sababu niliamini maridhiano ni jambo la msingi katika nchi. Na hata wenzangu walivyonitaka mapema, mwenyekiti, toka kwenye maridhiano, mimi bado niliamini kuna nafasi ya maridhiano, kwa sababu maridhiano hata kwenye vitabu na maandiko matakatifu ni jambo lililo bora. Lakini sasa nimejidhihirisha bila woga kwa miswada ambayo Watanzania wote wanaiona. Viongozi wa dini wamesema, viongozi wa asasi zisizo za kiraia wamesema, mahakama zimesema. Hawa watu wametia pamba masikioni, wanakuja na miswada na kupuuza maoni ya wengine kabisa kabisa. Sasa hapo Mbowe nifanyeje? Ni lazima nikubaliane na wenzangu wote kwamba sasa ni lazima tuanze mapambano na tuwe tayari kwa chochote kitakachotokea. Serikali yetu ni serikali ya anasa, na inawezekana viongozi wa serikali yetu, sio inawezekana, ndio hivyo ilivyo, wale wanaofanya maamuzi kwa niaba yetu wanaishi maisha mazuri, wanasoma watoto wao shule nzuri, hawana shida ya umeme. Umeme unapokatika, wao wana jenereta zinazoendeshwa na mafuta ya kodi za wananchi. Wao hawapandi daladala, wana magari mazuri ya gharama kubwa yanayolipiwa madereva, yanayotengenezwa na serikali kwa 100%. Kwa hiyo wananchi wanapolalamika ugumu wa maisha, hawa hawaelewi. Wananchi wanavyolalamika na kunung'unika mtaani, hawa hawasikii. Wanaendelea kufanya maamuzi bila kujali hisia kabisa kabisa, hawaguswi na hisia za Watanzania. Tunajiuliza, hawa watu hawana vyombo vya kufanya research wakajua hali halisi ya Watanzania. Watanzania wanazidi kuwa fukara katika taifa ambalo lingestahili kuwa na neema kubwa. Kuhusu kupanda kwa gharama za maisha nchini, kamati kuu inaitaka serikali kuchukua hatua madhubuti ili kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi wake, ikiwa ni pamoja na: moja, kupunguza kodi na tozo kwenye bidhaa na huduma muhimu kwa wananchi. La pili, serikali iondoe matumizi ya anasa na yasiyo ya lazima serikalini ili kuokoa mapato makubwa ya kodi za wananchi ambayo yanapotea kwenye matumizi ambayo yangeweza yakaachwa kwa sababu sio lazima.